وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله نبيه الوفي الكريم ونحن على ما قال ربنا وسيدنا وخالقنا ورازقنا ونصيرنا ومن إليه مصيرنا ولي النعمة علينا من الشاهدين وله من الذاكرين. صدق ربنا ذو الجلال والإكرام. اللهم انفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران واجمعنا على الإيمان ووفقنا للإحسان. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. اللهم اجعله العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وكاشف كربنا وأحزاننا وكفارة لسيئاتنا وزيادة في أعمالنا وأعمارنا وبركة في أرزاقنا وسعة في أخلاقنا ونور اللهم ببصائرنا وأبصارنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وفهمنا منه ما قرانا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار أبدا ما أبقيتنا واستعملنا به سرا وعلانية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. tuko kuthibitisha kwa Qur'ani yatoka kwa Mwenyezi Mungu tu. Mtume hakufanya lolote ndani ya Qur'ani isipokuwa amepokea ni wahi na kusikilizia sisi. Lazima aipokee nasi ya Qur'ani kwa Mwenyezi Mungu na ihakikishe kutoka kwa Jibrili ni ile ile Qur'ani. Asijaribu kuongeza chochote wala kupunguza chochote. Na yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na bidii sana kuipokea Qur'ani ile ile. Na utaiona lugha ya Qur'ani ni lugha nyingine haifanani na lugha ya mtu yoyote. Yeye mtu mwenyewe hadithi zake hazifanani na Qur'ani. Wale mafasaha wa Kiarabu wa zamani na kabla hawafanani na Qur'ani. Ile uslubu yake na taabiri yake mbali na Qur'ani. Utaiona na jalali yake mbali. Wale wengine kwamba Qur'ani na ile musika yake ukisoma utaona yenyewe hutambaa. Qur'ani na taathiri yake kwa elewao na wasioelewa. Tunatu sio Islamu kamwe. Lakini ukisikia Qur'ani huona raha, wakati ukasikiza, pengine ukaizengea hasa ukasikiza. Qur'ani ina muujiza. Ule ndugu yetu Abubakar Omar kufanya idhaa kule Mogadishu, katika ajabu, ukitangaza Qur'ani na redio hushika moyo kwa moyo. Ukitangaza vipindi zingine mpaka zina matatizo. Hata katika kuitangaza ile Qur'ani ina muujiza yake. Lazima tukubali Qur'ani ni kitabu cha Mwenyezi Mungu. Na ukitaka kujua zaidi kasome zile vitabu zilizotungwa kwa ajili ya Qur'ani kama Ijazi al-Qur'ani lilimam Baqallani na mfano wake. Uangalie kweli hii Qur'ani yataka tuielewe sana sisi Waislamu. Lakini kwa bahati mbaya Waislamu hawashughuliki na Qur'ani. Waqala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Mtume hunena ya rabbi, kaumu zangu wamefanya Qur'ani yenye kugurwa. Haizingati, hawaisomi, hawana heshima nayo. Utaona muujiza sasa. Na Qur'ani leo ngalikuwa tuipeleleza sisi, ingekuwa ndio mazungumzo yetu na ndio bidii yetu. Sasa kuna wengine hata hiyo Ramadhani hawapati hata ngaa khitma moja mbili, hata shughuli kama. Ona kama ni tuona saa zote magazeti, saa zote ni vipindi zenye kupindua watu, siku nyingi saa zote ni shetani. Wasome Qur'ani. Mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia almahiru bilqur'ani ma'a safarati alkirami albarara. Ule hodari kwa Qur'ani siku ya kiyama utafuliwa katika ule ujumbe mtukufu mwema wa malaika. Ule hodari kusoma Qur'ani yeta katika wale wajumbe. Atatoa mahala pake maalum kama kule kwenye ndege, wale wenye Qur'ani ndio teko VIP kule. Wengine wote tabekatini kule
katika mabao tu, wao keti waangalie waheshimiwe wale wasoma Qur'ani. Walladhi yaqra'u al-Qur'ana wa yatata'u bihi wa huwa shaqqun alayhi falahu bikulli harfin hasana. Na wale wasoma Qur'ani kahutata nayo gonga tena mzito kwake, basi kila harufu akitoa sawa atapata hasana moja. Kila harufu, la aqul alif lam mim harf, sikwambii alif lam mim ni harfu, bal alif harf wa lam harf wa mim harf. Sasa pale 30 hasana, alif lam mim utapata hasana 3. Kwa sababu hiyo yataka mtu asome Qur'ani, aisikize Qur'ani, awe fasaha katika Qur'ani. Na ulimwengu wa sasa huruhusi tena kwa hujui Qur'ani, maana njia za kutengeza Qur'ani ziko sana. Kuna idhaa kadha kadha zankula idhaatul Qur'ani ziko kadha kadha. Kuna mashekhe mbalimbali, kuna mashekhe mbalimbali wa kusomesha Qur'ani. Kuna kaseti za sampuli nyingi. Kuna al-mushaf al-mujawwad, fundisho la mahadhi kabisa. Kuna al-mushaf al-murattal wa kusoma harufu moja. Kuna al-mushaf al-muallim, usome na wewe utikie. Na katika hono al-mushaf al-muallim mzuri ni wa Sheikh Muhammad Sadiq al-Minshawi, usoma akakoma kisha akafuatisha kama kijana kuitikia. Sasa pale kikoma na wewe ujaribu ufuate ule, usikize kuna kaseti mara 4-5, utakotoka ile makosa yako. Kisha usidharau kuhudhuria katika juzu zile ahzabi somazo hizbu msikitini, na usome na ufurahike kutolewa kosa. Mushkili mkubwa sasa mtu kutolewa kosa ukasirika hasa. Wewe unatolewa kosa, mimi baba yako hawezi kutolea kosa. Si masala babangu na mimi, ni masala wewe umekosa, ukubali kutolewa kosa na ufurahike mtu kutolea kosa. Na hasa suratul Fatiha yataka sana maimamu wapate mtu ajua Qur'ani sawa sawa, wamrekebishe suratul Fatiha. Maana nimepeleleza mimi karibu 80 katika 100 maimamu wanakosa katika suratul Fatiha. Mangine husameheka, mangine hayasameheka. 80% wana kitu hukosa katika suratul Fatiha na amekizoea, na waweza kosa zaidi ya mara 100 katika suratul Fatiha. Ile Fatiha utaona makosa. Ule mmoja alitoa kitabu al-Balabil Sadiha fi suratul Fatiha, ameeleza makosa ya watu, basi yako zaidi yale. Mtu kosa akianza wengine hukosa, wata bismillahir rahman, ile bi umeshakosa, imekuwa ni yangu, bi yangu mimi, bismillah hilo Mwenyezi Mungu ndio imekuwa ni badali ile. Hata ngaya usirufaishwe kana bismillah ninalo mimi la Mwenyezi Mungu, mimi ndiye hilo la Mwenyezi Mungu, umeshabadilisha maana. Utakwenda kuta wengine hunena maneno mengine katika surati al-Fatiha, leo utakuisahau makosa ni mengi sana. Tumana utakwambia iyyaka na'budu, sawa, na wengine kwamba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kana ni kumsukuma mtu nyuma, kanasi kufagia, ukifagia ukisukuma watu nyuma. Na wengine henda wakanena wakazifanya harufu kubwa kabisa, nasta'in, ukataka fasaha nasta'in, basi makosa kama kuna wengine si makosa na wewe utaona makosa. Mathala katika as-sirat ukinena sampuli 3 zote si makosa, ni makosa kwa umeinenea, lakini si makosa kwa haribu swala. Ukina ihdina sirata iko qiraa 7 inafaa, lakini wewe hufai. Ukina ihdina zirata yafaa, ihdina zirata almustaqim. Ukina ihdina sirata yafaa, lakini kuna nyingine wengine kwa anamta alaihim, umewalaza yulake an'amta, ukendokana na hurufu idhari zote hazigongwi, na utaona watu gonga an'amta, harufu idhari hazigongwi zote. Taka wewe shekhe usione haya hata faragha. Kuna mmoja maskini amekufa, Mungu amrahamu, anapostadhi mimi nataka kusoma, lakini huona haya kuonekana ni ya kusoma, sababu watu mtegemea mimi
kwa sababu nitakuwa wakati faragha, na usinisomeshe madrasa, unisomeshe chumbani ndani, na kitabu msitakutukua nitatia katika. Akaya siku 4-5, siku ya 6 kaonekana na watu, alikwenda zake. Watu wameniona kwa mimi husoma, tanivutia heshima yangu bwana, watu uniheshimu, ni shekhe mkubwa. Kama hutaki sikiza zile kaseti. Alhamdulillah ziko kaseti nyingi sana za wasomaji mahodari, kina Khalil Husri, kina Mishawi, kina wapi, hapo utasikiza zile kaseti za Saudia. Zile baadhi ya makosi, wana harufu na hotuba, kina Sudesi, kina Hudhaifi, na katika lutfu Mwenyezi Mungu wale maimamu wa Saudia wote ni musagharina. Ajabu, Sudesi, Hudhaifi, Shureimi, Subeli, Humeid, musagharina wote majina yao. La pili, wale wanazuoni wote ni wanyama wale jawarih, Bazi, Sakari, Shahini, Uthaymini ni kijoka kidogo pia. Wafalmeni ni wanyama mwituni, Fahdi nani wahalu majara, nani Taufiki na mliokuwa. Haja yetu si ni Qur'ani itengeze. Sikiza Qur'ani, iandame Qur'ani. Kuna baadhi ya idhaa mtu kisoma na hukiandikika pale. Jaribu kusoma ulimi wako urakibike. Na si ajabu ukisoma ile kina Nafi akwambia miaka 40 yafuata Qur'ani kwa watu, na usikizwa mtu tangu mwanzo mpaka mwisho, na yeye ni mwanachuoni. Basi ambiwa Mtume wala utakawala, leo akaitendekeza kunena alena yuletu baadhi al-aqawil, baadhi ya zineno, maana leo kajaribu kuharibu harufu moja tu. Tena mbona takawala ni kuitendekeza kunena. Leo kuna tu kana wala qala takawala, ameifanyisha tu atakunena. Mtume aambiwa leo katika Qur'ani ukajaribu kuzua kitu sicho, ukabadilisha kitu sicho, baadhi al-aqawil, baadhi ya zineno, sio aya, ukabadilisha kilima tu, basi al-akhadna minhu bil yamin, tungalimpatiliza kwa biliamini, kwa nguvu. Liamini kwa upande wa kulia, lakini ndio mkono nguvu, maana yake tungalimtukulia hatua ya mwisho. Mtume aambiwa leo kajaribu kubadilisha Qur'ani kilima, basi takutulia hatua ya mwisho. Na Mayahudi wamejaribu, na sasa mshakujaribu tena mara pili. Mara kwanza alijaribu kutabisha msahafu, wakabadilisha kilima kimoja tu ndani ya msahafu, basi ile ghairi katika surati Al-Imran wakapeka huko peke yake. Kule nyuma kaandika inna dina inda Allahi ghairu al-islam, wakabadilisha hapo. Kisha kule mbele wakana wama yabtaghi al-islam dinan falan yuqbala minhu. Imeharibika Qur'ani yote, kilima tu ile ghairu wakapeleka mahali pengine. Waislamu wote wameyua. Sasa kumetoka miswahafu hasa ya Kiyahudi, kumeondoshwa sura, kumeondoshwa aya, na imechapishwa na kumeongezwa na kumetiwa zitu za Kristo. Hasa kuna baadhi ya sura imesia kwa jina la Baba na Mwana na Roho Takatifu, ndani ya miswahafu imetolewa. Na utaona Arabuni huwanya miswahafu kama hiyo. Hawakufaulu. Qur'ani haibadiliki, wala huwezi kumdanganya mtu kwa Qur'ani, lakini wamefanya na iko tayari, na watu wameiona huku kwetu mswahafu, na kumepunguzwa aya kadha. Kwanza wameweka sharia kula aya kwa shambulia Mayahudi itolewe, hakuna haja kushambuliana, na ndio kazi yao. Watu tulia fitna kweli. Sasa hiyo sasa katika khitwa Kenya, Waislamu watatu na Wakristo wamelichoma kanisa kule Garissa wao wenyewe, kisha wamesingiza Waislamu. Sasa yuzi wamechoma msikiti wao wenyewe, ili wambeni wa Kristo wamechoma msikiti huku kanisa, kisha kupigane kosekane amani. Na wayua zita za kidini zibaya sana hufanya wao, wakapiga mabomu mahala, kwani hizo zita zote piga nazo ni wao, husaidia pande mbili, upande huno upande huno, wewe mpige na wewe mpige, wewe mpige na wewe mpige. Si maana kwa watu wana hasira sana wala nini, la, ni mapesa na humiminwa. Sasa wao itafuta Kenya, na watafuta Kenya ni Waislamu, na sisi Waislamu tukitoshikana tukawa kitu kimoja,
baada ya kwa kitu kimoja tukaangalia maslaha ya dini kuliko maslaha ya ubinafsi na ukabila, tutaumia sana. Sababu sisi hatutakikani, hatuendi kwa ni wachache. La, Waislamu si wachache. Waislamu ni idadi ya kutosha ndani ya Kenya. Leo wakasimama waweza kumweka rais tena kwa halali. Idadi ya Uislamu ni karibu 40%, sio tuambia wao 25%, ile kutudanganya, lakini karibu 40%. 40% haimkiniki 60% kumvoti mtu. Tunaweza kupita tu sisi, hatuna haja ya urais, lakini tuangalie maslaha ya Waislamu, tuondosheni chuki na hizi fitna tulizonazo baina Uislamu kwa Uislamu, baina Uislamu kwa Kristo. Hizi tuziangalie lengo lake nini. Usionekane shujaa. Wakati mwingine ufanyambo ustajabu, ni ushujaa gani? Hamumtaki mtu, mkafanya maandamano, kisha huchoma maduka na magari. Sasa kuna faida? Mimi hamumtaki, mchomeni ule mtu. Fanyeni bidii mumshike ule mtu, kama ni Mombasa mweke bondeni pale mumchome. Lakini huchoma maduka, mkavunda, mkanyang'anya watu, mkatisha watu, mkawasha moto. Huoni ni siasa ambayo sisi hatumtaki fulani, fanya bidii ile fulani tumtukue, tumchome, tumtupe baharini, kisha mazungumzo kuzungumze. Lakini kutia fujo ndani ya mii, maandamano ya fujo, au sisi hatutaki jambo kwa serikali, baada ya kufanya maandamano tukaenda tukapeka ile memorandum yetu kwa uzuri, huchoma hiki, huvunda hiki. Ile si khiari yetu, wala sisi tufanyao, hufanyiwa. Kitu tutakachokutanabahisha, wewe Muislamu angalia maslaha ya dini kuliko kuangalia maslaha ya makelele ya watu. Wale usishtuke kelele, hakuna kelele nyingi. Ndio leo Sayyidina Ali, atba'u kulli naik. Sayyidina Ali na watu duniani ni watatu tu basi: alimun rabbani, maana chuoni amuwe wa Mwenyezi Mungu, huyo ndio mtu. Ukisikia mtu ni huyo. Wa pili, wa mutaallimun ala sabili naja, na ifundishao na yatarajiwa ataokoka. Wa tatu ni hamajul hamaji. Hamajul hamaji sina haja kufasiria, kikutamkia umeelewa maana yake. Hamajul hamaji hata Swahili ambia hili jitu ni hamajul hamaji. Ni wapi ambao kwamba hawana msimamo? Atba'u kulli naik, wakisikia sauti hufuata, tufanye nini, tufanye nini. Na tutafanywa fujo lingi sana. Sisi Waislamu tunataka tuchapwe. Kila mahali Waislamu wamepigwa. Nigeria wamepigwa, wameuawa wengi sana. Afghanistan wamepigwa, wameuawa wengi sana. Kule ndani na nje kote kumepigwa Waislamu wengi sana. Kule Russia kila mahali wamepigwa. Huko Suria imekuwa mashallah ufutari yao ni kumaliza Waislamu 70-80. Ndio ule marais na hushiba bila kuwa hao. Sasa kwa tafutwa Kenya na Tanzania. Maana Kenya na Tanzania hakuyapigana zitateka nazo. Na ndio mpango wao. Kenya na Tanzania. Uganda mshakuteza mpira wao. Wameteza mpira mashallah miaka 10 mzuri kabisa. Mamilioni ya watu wamekufa. Sasa Kenya, na hataki Kenya wale, wataka sisi Waislamu tuonekane hatufai. Sisi Waislamu ni wabaya. Sisi Waislamu ni hama aina yote ya kamusi. Sisi Waislamu tuonesheni picha mzuri ya Kiislamu. Tuonesheni moyo mzuri wa Kiislamu. Hata tukitaka jambo tulitaka kwa njia mzuri za Kiislamu, ili mtu yote na kweli hawa wamefaulu. Ngala Misri wamefaulu. Yalikuwa lengo la wazungu Misri kupigana katika uchaguzi huu, tena kupigana vibaya sana, lakini watu wa Misri wamezuilia tamliku al-asabi, wamekasirika sana, wamezuilia mpaka wameweka rais afaye asifaye, lakini kumetulia. Tuomba ule rais afaye, akishakufaa basi Misri mshakutengea, na ikitengea Misri kumetengea Uislamu, kumetengea Afrika. Lakini kwa pia kuja Sudani maskini kula fanyalo nkosa, wameitoa Janubi ni kosa, watakuitoa Darfuri ni kosa, wataka hili ni kosa. Ati raisi ametawali na watu wote wampenda na kumheshimu, atakupelekwa mahakamani. Mbona hawapeleki wao mahakamani? Hatusikii rais wa Israeli wala wa Amerika upelekwa mahakamani. Msizungumzi siasa, na waeleza sisi Waislamu hupandishwa ghera, tukapandishwa mori, hataki hivyo. Sisi Waislamu tuwe na uslubu yetu wa Kiislamu mzuri, tutashinda. Hakuna kitu ambacho kwamba ni kizuri katika dunia kama Uislamu, na hakuna kitu pendekezacho kama Uislamu, na hakuna tarikhi safi nyeupe
kama wanazungumza wenyewe wazungu. Utaona wameenda kuwa Waislamu peke yao ndio wana utahara katika mambo yao. Nenda kama gale Gustave Le Bon amezungumza nini, kama gale Zangredi amezungumza nini, watu wa zamani. Kwa Waislamu peke yao wakishika mahala watu wote huneemeka. Walipigwa zita za msalaba miaka 200. Aliposhinda Salahuddin aliwasamehe wale wakubwa wote, na fil hali wameua watu kadha maelfu kwa maelfu Falastini, Misri. Walipokuja ile Tatar wakaimaliza ardhi fasadan. Waliposhindwa Mwenyezi Mungu hapa imani, wakaslimu wote, wakarudi wakajenga dini. Kitu nitakacho mimi Waislamu mwe tamlikul asab, kuzilia ziungo zenu, msipandishwe tunataka hili tunataka liangalie mwisho wake ilikuwa nini. Tapa mfano tu ningali wa kisiasa, tunaambia hapa kuna chama cha Kiislamu yapike taka kuokoa Waislamu. Mbona kumenyamawa? Hakusilimu Moi, hakusilimu Kibaki, hakusilimu Raila. Sasa kimefanya kazi gani? Lakini watu wamekufa, majumba yamenyang'anywa, wale wakubwa wamejenga maghorofa, hukodisha, upata mshahara, lakini natija haikupatikana ndani ya Kenya. Na filhali tunaweza kwenda hatua tukawasilimisha wote. Kwani Moi una akili, Kibaki una akili, tukaenda kuzungumza nao kwa hikma, waweza kusilimu. Wangapi marais wamesilimu? Bora tu yule uslubi wa kuwapendekeza. Basi ndio Qur'ani imehifadhiwa, haibadiliki. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu alhafidhun. Basi leo ukabadilisha Qur'ani tutateswa. Na wamejaribu wazungu kubadilisha Qur'ani, wamebadilisha tafsiri. Kumetoka chama wamezunguka Mombasa mpaka Malindi wamekuja kufasiri Qur'ani makosa. Tunaambia Qur'ani, tunaambia yuqimuna salata, kisa Waislamu huswali kwa njia gani? Maana yuqimuna salata, waisimamishe swala, maana stop, wasiswali tena, ndio maana yuqimu. Wapi ikama na ikafu? Wabadilisha lugha. Yuqimuna salata maana kuifanya stop ile swala, wasiswali tena. Waislamu kutolea hadithi, na mwenye Mungu amekataa, hataki hadithi. Amenafabia hii hadithi baadahu yuminuna, hamini hadithi gani? Muhammad ukataza watu wasioweze kusuka wake wane, yeye mkwenda kwa wake hawana idadi tena, ruhusa wao yatakao. Basi maneno kama hata kuna kitabu kinene kizuri cha mkula Indharu minas samai cha mtu mmoja ambaye kwamba uko Amerika, ina la Kiarabu, sina niko ni Mwarabu, ina la Kiarabu, ametukana hadithi wote, kina Bukhari, kina Shafi, kina Nawawi, wote ni wapumbavu, hawafai kabisa. Kitabu khabithi sana. Tumejaribu kumtafuta katika internet tumjue ni nani, hatukumjua mpaka sasa, lakini atapata chuma chake. Waislamu hawakulala. Kitabu kibaya sana cha kula Indharu minas samaa, kutukana hadithi tu, kwa sababu sisi Waislamu tunatafutwa na hutolewa watu pesa. Kulitengenezwa chama cha kuunga dini, akaitwa mtu mpaka pale ndani ya Mambrui hasa kufanya kampeni kama hiyo. Na baadhi ya wanafunzi wetu wakatiwa katika chama hicho, mikaenda kawashambulia, akamwambia wewe mbona umedanganywa, msiana tamaa ya pesa mkavunda dini bwana. Taabu kubwa hawa wanafunzi wetu hawa, pesa ni bora kuliko dini. Kipa pesa huandisha msimamo wake, haina neno, mimi hufanya mwenyewe, lakini msimamo wangu ni ule ule, mimi sibadiliki. Lakini hapa hakuona mambo haya bwana. Msimamo wako na pesa zako ziwe ule ule. Usikubali kuhongwa kwa pesa, usikubali kuharibiwa fikra yako. Shika pale pale uliposhika, pesa utapata. Na ukipata pesa ndio nini? Umepata milioni mzima ndio umefanya nini? Watu wanazo milioni 100 na milioni 1000, wewe pata milioni 1, lakini utaziona nyingi. Wakati mwingine mtu asaiwa pesa huo huziona nyingi sana. Hapa tutahakisha kimoja tupate kumaliza. Kuna bwana mmoja alikula Shuailim wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu akaa kusilimu kama naye ni mtu mkubwa kule kwao, lakini hajui hisabu kabisa. Kama Rasulullah, bwana nimekuja kusilimu, lakini na ahadi moja, utakapokufuta al-Hira, Mtume alikita habari Hira, tutafuta Hira, tutafuta wapi? Kama kufuta Hira na kuomba binti ya mfalme wao nioze mimi, naomba hilo tu. Utapofuta Hira, binti ya mfalme wao unioze mimi. Mtume kama amekubali, ukiota mtaka muoe muoe.
Sasa katika kufuta hira, Sayyidina Khalid katika sharti ya kwanza ni binti ya mfalme aolewe na huyu raia. Ule mfalme Hira kana hilo himkiniki kabisa. Binti yangu mfalme aolewe na mtu tena kaida ngasi aolewe na amiri. Ule binti una akili kuliko baba, kamba baba kubali. Hoya aliniona ujanani, nyuma miaka 20 akanipenda. Sasa mimi si ule nimekutana nimekwenda kula kitu, lakini kubali. Kisha mimi nayo kuyokoa hata nigusa. Basi baba akakubali. Kaambia Shweli, au binti ni ndio. Ule binti kaambia bwana, ngala mimi hali ndio mmekutana mashimo, sina tena meno, sio mimi ulioniona. Ni vipi? Kaambia nimekuisha umri miaka 20 nimebadilika mimi. Kwa nini sikupi pesa zikakufaa? Kuliko kunioa mimi ambao sitakufaa kwa lolote. Tanipa pesa ngapi? Ule mwanamke ana akili, kaambia nena utakazo. Ule mwanamume kainama akamantaka dirham 1000. Mwambie mfalme nataka dirham 1000, ngasi dinari 1000. Ule mwanamke kaambia ni nyingi sana hizo. Mimi nataka hizo. Kaambia kwa sania yako punguza. Sipunguzi wala siongezi. Kaambia upunguzi wala huongezi. Kaambia naam, sipunguzi wala siongezi. Ule dirham 1000 kutia mkono mfukoni, kampa tu dirham 1000, ni kama shilingi 2000 tu. Umwambie mtu wa maana hapa nipate shilingi 2000 mara moja na dharura, mpesa damedi pale nipate shilingi 2000, si chochote, hakuna taabu. Shilingi 2000 ni ule bwana katoa shilingi 2000 akampa, ndio dirham 1000. Ilikuwa dirham 1 shilingi 2 tutakuwa tu Kenya. Akitoka ambaye masahaba bwana, nimeokoka na yule mwanamke, nimepata pesa ngapi? Dirham 1000. Kaambia sikumwambia ngami 100,000 au dinari 100,000. Akaambia wallahi si hisabu mpaka 1000 tu basi. Hisabu ni yoni 1000 tu, si kama kuna mbee hisabu. Hao ndio masahaba wapigana na Kisra na Kaisar akawaangusha. Hata mbee 1000 hawayui. Na yeye kama una akili ngalina 1000 basi, nataka dirhamu 1000. Lakini naona hizo 1000 ni nyingi sana. Basi leo Qur'an ataizulia mtumi, thumma laqata'na min alwatin, kisha tukamkata watin ile mishipa ambayo kwamba mtu akikatwa haishi kabisa wala hakuna dawa. Iko hapa katika shingo, iko hapa nyuma, mishipa mimbamba ndio itembezao damu ile. Basi leo atakatwa mtu hawezi kuishi kabisa, na ni mishipa imeshikana na moyo. Moyo unaweza kufanya operation, moyo unaweza kubadilishwa, lakini watini ukikatika imekwisha. Lazima mtu afe tu. Fama minkum, hakuna miongoni mwenu nyinyi, min ahadin, yoyote wao, anhu, na huyo mtu hajizino je kumzuilia. Tutakapoambia mtume leo tazua, basi tuweza kutia adabu, tukukata mshipa tu ule wa moyo, basi niyatul qalbi, kisha kukata tu, hakuna utabibu, hakuna njia kuiokoa. Na mtume hafanyi ni kuambiwa sisi, usijaribu kuitezea Qur'ani, usijaribu kuipotoa Qur'ani, usijaribu Qur'ani yako kutezelewa. Qur'ani ndio thamani yako kubwa sana. Usikubali yote kutezea Qur'ani, tukua hatua yoyote uitukue. Na aglabi achomao msahafu hulipwa. Huko Kajiado yuzi badala kumechoma msahafu na utasikia atalipwa. Tumeona sisi kule Arua, alikuwa ni Mkristo, ni mganga, akaja Muislamu kufanya dawa, akamwambia nini mwakiamini mno kitabu chenu, nataka kichukue. Akichukua akakadia kimemwambata mpaka kaitwa nani Abdalla Simba akamuona kutoka. Ndio basi kwa hiyo hiyo habari pia hapo Changama tu alukalia msahafu limwambata, hawezi kuinuka mpaka atakula Abdalla Simba kaenda kumuokoa. Kule Arua zaidi kuna bwana mmoja tuko msahafu kwa ukojolea kimaliza ile zakari yake ilitiririka kama kamba mpaka chini, na picha tunayo, si mambo ya kuambiwa. Kule Lushoto kuna mmoja muona hasa mimi alituka msahafu kwa kata kwa uchoma pale alikuwa ni mtu na duka lake hushona makoti manini pale aliharibika akili, akahupanda tena. Upanda wapi? Kutoka Lushoto mpaka Soni kwa magua, akipiga makelele, jamani acheni. Mimi nimemuona hasasi kwa mambio aitezea Qur'ani, hulipo pale.
na mengi ukitaka utapa. Leo hapa tutauliza swali kama hizo, utaziona ziko zingi sana. Atumalize, wa innahu nahika ya Qur'ani la tadhkiratun, yukumbusho lilmuttaqina, kwa mchao Mwenyezi Mungu. Qur'ani tadhkira, ukisoma huwedheka, ukisoma huona raha, ukisoma ina alayhi la fawqa la tala halawa wa ina alayhi la halawa, ina ulaini, ina unyemi. Qur'ani ina unyemi, ina utamu, ina raha sana. Wa ina fawqa la muthmir, matunda yake. Hiyo ni kafiri, adui mkubwa Al-Walid aisifu Qur'ani na yeye ampinga mtume, lakini kana Qur'ani wama huwa biqawli sahir, mganga hawezi kunena maneno haya. Walidi ametolewa na Makureshi ende kamangushe mtume, alipoisikia Qur'ani mikurudi kwa huisifu. Wa inna, na hakika sisi la na'lamu, tuna hakika twajua, anna minkum mukadhibin, katika nyinyi Makureshi kuna watu hawakubali kwa Qur'ani Mwenyezi Mungu. Katika nyinyi binadamu mwatia shaka Qur'ani maneno Mwenyezi Mungu. Lakini wa innahu, na hakika hiyo kupinga kwao au hakika hiyo Qur'ani yote inawezekana, la hasratun, ni mayutu ala alkafirin, makafiri watayuta, wataona mambo mengi ndani ya Qur'ani, wataona elimu nyingi ndani ya Qur'ani, wataona maendeleo mengi ndani ya Qur'ani. Mpaka sasa imethubutu ilmiyan, hakuna kitabu chenye elimu kama Qur'ani. Maurice Bucaille, Mfaransa mkubwa, ameandika kitabu chake Biblia na Qur'ani na elimu. Amethibitisha Qur'ani tu ndio yapatana na elimu, Biblia haina elimu kabisa. Naye ni Mkristo, ikambidi asilimu. Na wangapi. Wa innahu, na hakika Qur'ani la haqqul yaqin, ni haki ya yaqini, na ndio daraja ya mwisho hiyo. Maana kuna ainu yaqini, kuna ilmu yaqini, kuna haqqul yaqin. Basi Qur'ani ni haqqul yaqin, ni yaqini kwa kitabu cha Mwenyezi Mungu. Na ukipeleleza utaona kweli hasi maneno ya binadamu. Basi kazi yako wewe Muislamu au kazi yako wewe mtumi, fasabbih, mtakase, bismi rabbikal azim, kwa jina la Mwenyezi Mungu aliyomkubwa. Kithirisha kumsabihi Mwenyezi Mungu. Hakuna kitu kikubwa kama kumsabihi Mwenyezi Mungu. Masala ya kusabihi ni mengi sana. Ukitaka, kuna zilmazine ukinena huyaza mezani, kama mizani yako imepungua, kwa hadithi sahihi, huyaza mizani. Kilima gani? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar, wala yadhurruka bi ayyihinna badata. Waweza kuna kinyume pia, Allahu akbar walhamdulillah wa subhanallah wa wallahu, waweza kuna hata kinyume. Hadithi ya mwisho katika Sahih al-Bukhari, ndio kumaliza Sahih al-Bukhari, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani ala almizani habibatani inda arrahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim. Hiyo ndio hadithi ya mwisho katika Sahih al-Bukhari, subhanallah bihamdihi subhanallah alazim. Na dua nyingi sana, hakuna kitu kisaidiacho kama dua. Wala yaruddu alqadaa illa dua, irejeza qadha ni dua. Mungu amekuhukumia mabaya kupata kwa sababu ya dua yako. Wa inal balaa wa dua la yatayyani, hushikana ko, balaa atakushuka na dua hupanda. Hushuki nitashuka mpaka ule mtu afe. Basi inshallah Mwenyezi Mungu atuokoe na balaa. Tumeshakuja nusu ya pili ya Ramadhani. Nimefurahi kuona mabwana wakubwa wale timu imekuja hapa kina Zaimu na mfano wao katika darasa, na hii ndio uimani wao. Wamekuwa na kazi zao, lakini unasinda darasani, tuhudhurie, tutabaruku. Na kila mtu akaenda mahala pote kwa darasa ahudhurie, madama ataweza. Hapa nitakoma, tutaendelea mengine inshallah taala. Na yeye usiku ndio Lailatul Badri, tutafanya msikiti wa Juma, msikiti wa Riadha. Mara hii itakuwa ni msikiti wa Riadha. Lailatul Badri itaanza 3:30 mpaka 6:30. Tutaelezwa mambo mengi ya faida na watu mbalimbali. Lailatul Badri ni usiku mkubwa sana kwa dua, kwa baraka, kwa kheri. Ni usiku wa ushindi, na uombalo utashinda. Kama adui yako humtaki, utamshinda. Hakuna kitu kifaalacho kama Ahli Badri. Na sipendi kuendelea, lakini naambia sisi tumefanya Al-Badri, nitakuapizia bwana. Sio Mateo tutakupiga Al-Badri, sio bwana. Ahli Badri ni watu wema, wale ni kuokoa. Ukisoma Mungu akupe elimu atakupa, Mungu akupe takwa atakupa, Mungu akupe mahaba atakupa, Mungu akupe imani atakupa. Si kuapizia tu,
Hata kuna kisa cha Tanzania, yule bwana mmoja alibia suruali yake, kamwendea shekhe, some Albadiri. Wewe bwana unajua Albadiri wewe? Albadiri kumwita mwenyewe mtume aje. Albadiri kumwita Sayyidina Abubakar anakaa ubavuni na mtume bwana. Albadiri kumwita Omar kafiri kimeona anatetema. Kumwita Osman bwana anasoma Qur'ani. No bwana. Ni kumwita Sayyidina Ali. Hawaache kazi zao waje tafuta suruali yako kukojolea. Ule bwana kama basi take tena. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد. Jana tulimaliza katika masala ya som, leo tutaanza kuingia masala ya swala. Swala ndio kitu kikubwa kabisa ambapo kwamba chatakikanwacho kwa mwanadamu mtu aswali. Mwanadamu swala, mtume anatuambia as-salatu imaduddin, swala ndio nguzo ya dini. Faman aqamaha faqad aqama ad-din, amesimamisha swala amesimamisha dini. Waman tarakaha faqad hadama ad-din, ambapo kwamba amezoiwata swala ameweza kuivunda dini, ameboromoa dini. Swala ndio kitu cha kwanza ambapo kwamba taka kuulizwa mwanadamu. Akifaulu katika swala atafaulu katika mambo yote kabisa. Swala swala yukaffaru jahiduha, yakfuru jahiduha, ambapo kwamba huwa kafiri mwenye kuikanusha swala. Si swala peke yake, kila kitu cha faradhi, kila kitu ambapo kwamba amezokiweka Mwenyezi Mungu, Qur'ani, nini zote ukizikanusha wewe utakuwa kafiri kabisa. Yalifaradhiwa katika siku ya Isra, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda Miraj katika 27 wa Rajab, ndipo ilipofaradhiwa swala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoteremka siku ile, yalikuwa swala ya subuhi haikuswaliwa kwa sababu haijulikana, mpaka kaya Jibril akamfundisha Mtume pamoja na kumuonesha hunu ndio wakati wa swala, hunu ni wakati wa swala, hunu ni wakati wa swala. Zile nyakati tano zote zikaoneshwa, ndio zikaswaliwa. Swala siko kwa manake mtu taka akiswali aswali kwa nyakati tano, aswali kwa nyakati zake kabisa. Mtu yoyote amezofaradhiwa swala kwa Muislamu, akiwa mtu akiakhirisha swala kwa ndia ya uzivu, huwawa. Ikiwa dola ni ya Kiislamu, kwanza utakwa toba. Akikubali toba akarejea sawasawa, akitotubia akawaakhirisha swala, huwawa na akazikwa katika makaburi ya Kiislamu. Huyo ameakhirisha, sio hatuneni kwa mtu amewata swala ni tariku salati la, hunena huyo akhirishao swala akaitoa katika nyakati zake kwa ajili ya uzivu, huwawa ikiwa dola ni ya Kiislamu kabisa. Swala ya faradhi hupasa kula Muislamu amezokalifishwa na sharia, ambapo kwamba ni baligh aqil, amezitahirika. Mtu ametahirika, sio una haidhi, una nifasi, hao huathirika. Si wajibu kwa kafiri asli wala kijana mdogo wala mwendazimu na mughma alayhi, mtu amezopotewa na fahamu kwake swala huwa si faradhi, na amezolewa bila taaddi bihi,
amekunwa tembo, hakutaadi, ameona ni mai kunwa kalama imemlewesha hoyo mbali, lakini ule amezokunwa kwa kusudi, maneno yake mbali kabisa. Hawa wote la qada alaihim, hawalipi. Kijana mdogo halipi swala, kafiri akislimu halipi swala, huyo amezopotewa na fahamu akipata fahamu halipi swala, na huyu sakrani ambako bila taadi halipi swala. Alipa swala ni mtu amezolewa kwa kutaadi, kwa amekunwa tembo kwa kusudi yake, huyo lazima ilipe swala. Na murtadi akirudi katika Uislamu lazima ilipe swala zote zile zilizompita. Hakuna hata swala moja ambapo kwamba kwake itatolewa. Swala ni kitu kikubwa sana, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekiweka, na ule jahidi amezokanusha ile swala. Ikiwa dola ni Islamu, atauawa, atazikwa katika makaburi ya makafiri, hazikwi pamoja na Waislamu. Ule ambao kwamba amezochelewesha swala, akiuawa atazikwa pamoja na Waislamu, kwa sababu yeye ni asi lakini kwa kuchelewesha swala. Ama hutariki salat ataangaliwa kwa toba, akitokubali akiwa yeye hakukubali atauawa yeye tariki salat, na atazikwa katika makaburi ya Waislamu, kwa sababu kwa yeye ni Muislamu, hakukanusha swala. Uislamu mlango wake kunena la ilaha illallah, wewe umbeze kuingia katika Uislamu. Wala mtu yote anenao la ilaha illallah wa yeye amezekuwa ni Muislamu, huwezi kumgilia, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwatuma watu kwenda katika jihadi, kina Usama bin Zaid. Alipomwinulia upanga huyu Usama akanena la ilaha illallah, akanena ameucha upanga, akampiga. Mtume kawa mkali sana kabisa, kwamba vipi wamuua mtu amezonena la ilaha illallah? Kanena nena kwa sababu wakucha ule upanga. Mtume kwamba walimuua ndani ya moyoni mwake, menena iye. Haya mambo kwamba mtu asijaribu, akimuona mtu ni Muislamu amekosa, akawa mtu atahukumia namna atakao yeye. Uislamu ni kitu mbali na ile mambo mzitulia ndani ya moyoni mwake. Imani ni kitu mbali, wala wewe huwezi kuhukumu. Ni Mwenyezi Mungu tu peke yake ndio aweza kumhukumu mtu. Huwezi kumtoa mtu katika Uislamu kwa ajili kwa hakufanya ile jambo lile ambapo kwamba ulitakalo wewe, ukanena huyu kafiri kwa sababu manake amepinga hili jambo lako. La, mtu anenao la ilaha illallah wa yeye mziko ni Muislamu, na amekuwa na haki ya kila kitu, na wajibu wake afuate. Sasa akitofuata, makosa yake huwa ni yake, si makosa yako wewe wala sisi. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu, wallahu wa rasuluhu a'lam. Asante. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tulieleza kuhusu rahma na rafa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sikitiko lake na upole wake ambao Mola Subhanahu wa Ta'ala alompamba nao Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
mpaka kwa hayawani, mpaka kwa kila kiumbe ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa ni rehma kwa wao. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama katika rehma yake alikuja kuondoa dhulma ambao kwamba zilikuwa zikifanyika kwa wanadamu baina yao au wanadamu kuwafanyia hayawani, na hayawani wenyewe walikitambua jambo kama hilo. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam siku moja amekaa na baadhi ya masahaba zake, mwida akawa nyuni, ndege akawa huzunguka kwenye kichwa cha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ghafala Mtume sallallahu alaihi wasallam akawazungukia masahaba zake, akawaambia, ni nani ambaye ametukua majana watoto wa huyu ndege? Akasema haifai kuwatukulia watoto wao kwa sababu katika kumuudhi. Hii ni katika rehma ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa hayawani, na wenyewe hayawani walikuwa wanalifahamu jambo kama hili. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam sharia yake yote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimletea Mtume sallallahu alaihi wasallam sharia, kupitia kwake ikawa ni rehma kwetu sisi. Wakati mwingine Mtume sallallahu alaihi wasallam huwataka kuamrisha jambo fulani, lakini huliamrisha kwa namna ambayo kwamba ya khiari, kama katika ile hadithi yasema, laula an ashuka ala ummati la amartuhum bisiwaki ma kulli udhui, lau sioni uzito kwa ummati wangu basi ingaliwaamrisha wao kwa amri ya faradhi wapige mswaki wakati wa kutawadha. Lakini ni katika rehma Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuzungumza jambo kama hili ili kutuogopea sisi pengine hatutoliweza jambo kama hilo. Pamoja na hiyo, ni sunna kubwa kupiga mswaki na amri nyingi ambapo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala alozileta kupitia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa rehema yake. Utaona hii ni saumu ambapo kwamba sisi ni rehema. Wakati zama za nyuma kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mwanzo wa Mtume kutumilizwa na masahaba wako, ilikuwa hii ni saumu. Ilikuwa mtu ni pale magharibi tu akishakula khalas, pale magharibi tu ndio akitaka kumgilia mke wake ni pale pale, kisha baadaye baada ya isha hakuna tena kula, hakuna tena mtu kurubia mke wake. Lakini Mola Subhanahu wa Ta'ala kupitia kwa rehma ya Mtume sallallahu alaihi wa sallama ikawa tumepewa ruhusa, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wakulu washrabu hatta yatabayyana alaykum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad. Mwenyezi Mungu anasema amejua Mwenyezi Mungu ya kuwa nyinyi mzikhini nafsi zenu, basi sasa tangameni na wao na mtafute ile ambako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaandikia nao, yani ni kulala na mke wako, kupata mtoto, na mule na munwe paka ibainike, itafautike maana yake uzi mweusi na uzi mweupe ambao ni usiku na mtana. Kisha Mwenyezi Mungu anasema mule paka alfajiri na mutimize saumu paka usiku. Yani hii ni katika rehma ambao alikuja nayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambao ahlul kitabi alikuwa hakuna. Ahlul kitabi bali wao kufunga kwao katika mwezi wa saumu walikuwa wao mtu huwa mbali na mke wake kabisa. Mwezi mzima wa saumu mtu huwa mbali, hata kulala naye na kurubiana naye kurubiana. Lakini katika rehma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutusifikia sisi, na ni mengi sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati mwingine alikimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia, ya Rabbi ayyuma rajulin la'antuhu, yoyote ambaye kwamba mimi nimemlani, pengine ameniudhi, amenikasirisha mpaka nikamlani, basi faj'al dhalika lahu tuhuratan yawm al-qiyamah, jalia hiyo laana yangu kwake yeye katika mmoja katika umati wangu ambao nimemlani, basi jalia iwe ni tahara, kutahirishwa siku ya kiyama. Yani katika rehema yake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na Mtume alifanywa mengi, alikuwa halani Mtume wala alikuwa hapizi, lakini likistahiki wakati mwingine alikiapiza. Mengi amefanyiwa, lakini alikionyesha rehema yake na sikitiko lake. Hakuna mambo makubwa aliyofanyiwa kama Taif. Alipokwenda Taif
amekwenda kuwapelekea watu imani, kuongoza na kuelekeza watu, lakini watu wakamfanyia mambo ya unyama sana, wakamtukana. Baada ya kumwambia sisi hatuwezi kukusikiza wewe, hatuwezi kuzungumza na wewe, ikiwa wewe ni mrongo, basi kwa nini sisi tuzungumze na mtu mrongo? Na ikiwa wewe ni mkweli unaoyazungumza ni mtume, basi vipi sisi tuzungumze na mtu mkubwa kama wewe? Kisha Mtume sallallahu alipokuwa amekosa wao kumsikiza endao zake, hawakumwacha, wakampelekea watoto wadogo na wale wafidhuli wa kumtukana na kumtupia mawe, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam damu zikatiririka, zikaenea katika maguu yake, na akakatwa mishipa yake ya maguu mpaka hawezi kusimama na kutembea. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakaa kwenye mtende. Hapa akateremka Sayyidina Jibril alayhi salam. Sayyidina Jibril alipoteremka akamwambia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesikia, kad sami Allahu qawla qaumika laka wama raddu alayka. Mwenyezi Mungu ashasikia maneno ya watu wako kwako wewe na wale waliokujibisha, waliokurudishia majawabu, waliokurudishia. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtuma malaika wa jabali. Malaika kama huyo atakuja kwako na umwamrishe ulitakalo. Muda ghafla malakul jibali akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, ya Rasulullah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amenituma kwako wewe ili uniamrishe, litaamurani bima shita, uniamrishe unalolitaka niwafanyie hawa watu. Inshita an utbika alaihim al-akhshabaini fa na'am. Ya Rasulullah, ukitaka mimi niwaponde kwa majabali mawili ambako mlioko mashariki ya Taif na magharibi ya Taif, niko tayari ya Rasulullah. Mtume sallallahu akamwambia, la bal arju anna Allah an yukhrij Allah min aslabihim man ya'budu Allah wahda, bali mimi nataraji an yukhrij Allah, Mwenyezi Mungu kuwatoa min aslabihim, katika migongo yao watu ambao kwamba watamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pale pale Sayyidina Jibril akamwambia, sadaka man samaka ar-rauf ar-rahima, amesema kweli yule aliyokuita wewe ya kuwa ni mpole na ni mwenye sikitiko. Na ni mengi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama ni sisi kumtaba Mtume sallallahu na kumpenda Mtume na kufuata sera zake na kufuata nyendo zake, ili lithibiti zaidi rehema yake na sikitiko lake Mtume sallallahu. Na inshallah Mwenyezi Mungu atufikie, atujalie min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsanahu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi. Inshallah, pamoja kwamba saa zetu ziko nyingi, naona alikuwa tumtarajia ustadhi atazimaliza kwa uzuri sana, lakini zimebakia nyingi sana. Kwa hiyo inshallah hapa tutarudi kwenye al-as'ila, asa itakuwa pia tumepata kusikia na itakuwa zile dakika na tumepata faida. Sitakuwa tumetia nyingi, sio? Walau tadhakkara al-imam, ana mtasema kwa Kiswahili basi. Lau imamu, suala ustadh, lau imamu baada ya swala yake akakumbuka kwamba mimi nilikuwa nina hadath, ima nilikuwa sikuoga janaba, ama nilikuwa sikutawadha, au najisi ambayo ile stamana, na akaiwa baadhi ya masbukina kwamba walirukuu pamoja na yeye, suratul Fatiha alimtukulia yeye huyu imamu alikuwa hakutawadha ama hakuoga janaba, ikawa suratul Fatiha hakupata kusoma huyu maamuma. Je, ustadhi, swala ya kazi yako mshawewe ustadhi ameniambia nijibishe mimi kwa amri yake inshallah. Huyu kwa hakika ule ambao kwamba alikuwa amefunga swala na imamu na ni muafiki na imamu, swala yake kwa ule imamu hakuoga ama hakutawadha, wanazuoni kuambia huyu swala yake imeweza kutimia, hana wajibu wa kurudisha, kwa sababu alikuwa ni najisi iliyostamana, haikuonekana mfano, au ni kitu cha hadathi kilioko aiwao ni yeye kwamba hakuoga kutawadha. Lakini wanazuoni wameonesha kwamba huyu ambaye alikuwa ni masbuk alotukuliwa swala na imamu, manake suratul Fatiha hakuwahi kuisoma na amempata imamu wake, bila shaka hakupata muda wa kusoma, huyu ndio wametaka arudishe ile swala, imamu amfahamishe, akimfahamisha kabla kupiga salamu yake arudishe rakaa ama arudishe ile swala.
kwa ule ambaye alikuwa ni masbuku na suratul Fatiha hakuipata kuisoma, yalitukuliwa na imamu ambaye alikuwa ni muhdith. Swala lingine, mtu wote ambaye kwamba alodhania imamu amepiga salamu, mfano wa idha dhanna almasbuk salama alimam, mtu amefunga swala kisa kainuka na imamu uko kwenye tahiyatu ya mwisho kwa kusikia imamu amepiga salamu, kisa ikamdhihirikia kumbe imamu uko katika julusi hayapiga salamu. Je, aendelee kwa meze kusimama? La, lazima arudi. Na haya mara nyingi hupatikana mtatona hivi, utamwona mtu usimama pengine hata imamu hayapiga salamu na pengine mtu asirudi. Ilo madamu umeona imamu wako kumbe ilikuwa hayapiga salamu, lazima maamuma urudi uketi pale pale usimame. Huwezi kuipata ile rakaa ukaendelea na ilhalu kwa imamu. Kama alikuwa ulimkhalifu imamu, hayo ni masala mbali, lakini madamu kumkhalifu imamu wako ukutoka ndani ya jamaa, lazima urudi pale pale ambapo kwamba alikuwa wewe umeketi na imamu, kisa ndio usimame. Swala nyingine, imam ambao la mwisho hili, imamu ameswalisha au maamuma ameswalisha mfano, lakini akangia shaka, mimi nilimetawadha sikutawadha, mimi hakika nilikuwa na janaba nilioga sikuoga, na hakupata yakini. Lao alipata yakini ima ametawadha imeondoka shaka, au alikuwa na yakini nilikuwa na udhu, atashika alikuwa na udhu, lakini ametatizika, hana hakika nilikuwa na nimetawadha sikutawadha, nilikuwa na udhu sikuwa na udhu. Sasa na yeye uko kwenye tahiyatu ya pili, tahiyatu ya kwanza, akisimama kwa sababu na shaka yake iko, swala yake ni batil. Hafai kuendelea kuingia katika ruknu madamu ile shaka haiyaondoka. Ama ikiwa lao umesimama pengine alikuwa ataka kufikiria una shaka, lakini akisimama kisa kapata yakini mimi nalitawadha, ataendelea swala yake, swala yake itaendelea nayo, haikubatilika. Lakini kusimama maashaki na yeye uko ndani ya swala na akatoka kwenye nguzo hini angia kwenye nguzo nyingine, swala yake itakuwa ni batil, sababu ameswali pamoja na shaka yake haikuondoka, na swala haiwezi kutukuliwa ikiwa wewe waswali pamoja na shaka. Haya ndiyo masala, na ikiwa yako mengine ya mkono ni ya Alhabibi mwenyewe. Umesikia sauti ya mtu mwingine tumetia takbiri, akainuka bado imamu bado katika sijida, ulime kurudi katika ile kupata sijida, ama atangojea imamu? Hapo yote mawili waweza kufanya, waweza kurudi katika sijida, kwa sababu ikiwa huisikilia hadi rukuu, naweza kumngojea katika kiamu sababu hakuna nguzo katikati, na yote waweza kufanya. Wakati mwingine pia za imamu kwa atayota kunuti, wewe kumwona amesujudu ukasujudu, lazima uinuke umfuate katika kunuti, au mgoje pia katika sijida. Ama imamu akisahau kunuti, akihakusikilia hadi rukuu, kama alo rukuu aweza kurudi kwa kunuti, akipita hadi rukuu hafai tena kurudi. Sasa kuna mema wengine husikia mpaka sijida kukumbuka kwa kunuti akainuka, hufai kumfuata maamuma, ima umgoje au umkhalifu. Kisha kama kisa ilipatikana katika baadhi ya miji yetu, kuna bwana mmoja mgeni alikuja akaswalisha kasahau kunuti, alipotaka kusujudu akakumbuka yeye msikueta kunuti, akainuka atakwenda kunuti. Alipoinuka wale watu wamesoma wakaketi, aliwazungukia gumu inukeni inukeni, hakuna kama hajafika katika ule imam akamsahau, lakini pale au hajafika kwa sujud, kipimo ni hadi rukuu, kipimo cha rukuu. Akisikilia kipimo cha rukuu wafai tena, akipita maamuma ndio aweza kurudi, lakini imamu kisikia kipimo cha rukuu hawezi.
maamuma akisoma aya ya sijda hawezi kusujudu kama amefuata. Imamu akisoma aya ya sijda lazima maamuma asujudu hata kama hakusoma. Ndio watu hawapendi maimamu katika swala za sirria asome aya ya sijda kwa kubabaisha watu. Za jahria ni uzuri usome, za dhuhuri na alasiri usipende sana, na ukisoma usisujudu. Sababu yako toka kuyuma kwa usujudu umerudi. Wewe ukisoma si lazima usujudu. Husufai madamu ni mwenye kufuata muktadi hufai. Ametabayani imamu ni mwanamke, lazima urejeze sala. Ametabayani kwa imamu ni ummi hasa, lazima urejeze sala. Sio nge msikitini umfuate mtu mpaka uhakikishe huyu mtu ayua kuswali. Na ummi si Fatiha tu. Ummi kuna kurukuu, watu hawajui kurukuu sasa. Kurukuu mpaka hii tanalu rahatahu rukbate, hiki kiekele na maoni, hiki kitanga kiekele. Kuzidisha makosa, ukainama mpaka kushika ukutini, na wengi hufanya makosa. Hiki kishikilie kitanga, kishikilie katika maondo. Wengi hawajui kusujudu, wengi sana hawajui kusujudu. Tona wameinua maguyu, wamekunda maguu, zidole hazikuambata sawa sawa, wengi hawajui kusujudu. Pua haikusujudu kugusa ardhi, kwa sababu si mtu utamfuata tu. Wala ukitofuata usikasirike fulani mendharau. Si masala ya kudharau na kuheshimiana, ni masala mimi nataka sala yangu isihi. Mimi sababu ya msikitini nataka sala yangu isihi. Wewe kweli, lakini sala yako haisihi. Wengine wana harakati. Kitu kilopotea sasa ni harakati. Tuona mtu swali utakaza kufia utaweza fungo haraka 3 tu swala hubatilika. Yote umeona haraka 300, labda itikadi yake 3 hubatilisha sala, zikiwa 30 hazibatilishi. 3 hubatilisha lakini 30 hazibatilishi. Utaona mtu mwingine huswali hutingisha mpaka kazidi kwa sababu ya raha ya kusoma ya ayyuhalladhina amanu. Mushkili maimamu wengi sana mushkili. Ndio pale ukiona watu wengine uko hawaswali. Al-Imam Malik amekaa nyumbani miaka 2 haswali jamaa. Kenda kauliza, wewe ni Imam Malik, ni imamu mkubwa? Akaambia siku la mtu atakwambia udhuru wake. Siku la mtu atakwambia udhuru wake. Kuna udhuru mwingine hufai kunena, sababu ukinena utakuwa umeukuza na wengine watataka kufuata. Kwa sana yetu taka imamu wetu ni mtu ajuao, ni faqih wa swala. Tuwaulizeni zile shule swala, haraka, tumanina. Leo tumana imamu hana tumanina, tap tap tap, hana julusi baina sidateni. Ni lazima ulingane maungo yako, uketi hasa. Ukitolingane hukusu swala yako yote sio kwa ile huwa swala yako yote kusi. Ni lazima usujudu tena, uketi tena tashahudi, ile aljulusi baina sidateni, lazima uketi. Ile ikiwa ni mgonjwa taabani huwezi hasa. Kisha kuna kusali kwenye ziti. Tuambia wakati huko mimi nilipunguza kwa sababu ya wao wapate nafasi. Kusali kwenye kiti hufai kufanya ile ambacho kwamba huwezi kukifanya ila katika kiti. Waweza kusimama, ni lazima usimame. Waweza kurukuu, ni lazima urukuu. Kama huwezi kusujudu, ndio pale utasamehewa kusujudu. Utasujudu kwenye kiti. Kile ukiwazacho lazima ukifanye. Umeswali kwa kuketi, ni mgonjwa, katikati ya kuketi umeona afya yako ni nzuri, ni lazima uinuke. Na ukiinuka usisome Fatiha. Ikiwa umeinuka, wewe umeswali kwa kuketi, msikia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, msikia hali yako nzuri, lazima uinuke. Pale ukisoma utanyamaa mpaka usimame ndio malize, kwa sababu umetoka chini umepanda juu. Ikiwa mathala umesimama umesikia hali yako kizunguzungu, hali ya hatari, umeketi, ni lazima uketi na huku endelea kusoma, usishangae. Kule hufai kuendelea, utashangaa mpaka usimame. Kule utaendelea na kusoma kwa sababu ushuka chini wewe. Kule ukipanda juu utanyamaa upate bora zaidi. Kule ukishuka chini utapunguza. Na tuendelea, masala ya swala ni mengi sana. Hizo harakati mashaallah, tuna watu utengeza ziemba, utengeza nini. Ule mwauswali ndani ya Maka nimemuona hasa mmoja mpigwa simu, ametoa simu, ana fi salah. Ametoa mobile yake. Wengine hawakabili, hutoa kaangalia na namba na hatuswali huyo.
Na hata ukawaambia namna gani, fungani mobile zenu, hawataki, sababu mobile husaidiwa. Na katika mobile, katika ajabu yake, hailii ila kwa imamu au kwa somesha darasa. Hapa mobile tale mwenye Abdalla sasa hapa, au ule imamu wa kibulani au mtu toa khutba, ndio mobile tasikia ulia. Kwa sababu hizo mobile ni nzuri sana sana, lakini zina matatizo sana. Katika sharti ya mobile unene urongo mara 5 kila siku yoyote mwe, wala hunaambi kwa misinene, niko dukani kumbe huko dukani, niko Malindi kumbe uko Magarini, ni uko wapi? Kwa sababu ni lazima kidogo unene urongo, na wakati mwingine hukunenesha urongo. Hapa kuna hadithi imetokea, nitaka nieleze, nimeeleza kule Nairobi. Hapa yuzi ya Ramadhani, mwanamke ameomba ruhusa kwa mumewe ndo Tanga. Basi akamwambia, akaona yeye ashuke pale Likoni, una shangazi yake, amwangalia pande gari ende Tanga. Aliposhuka pale Likoni, kwa bahati mbaya mobile yake akaisahau. Alipoisahau, ule mume akapiga simu kumuuliza uko wapi, hakuna shika simu. Mume ushakubadilika, mume kwenda wapi, mbona shiki simu? Muda baada yake akampigia simu, akashika mwanamke, kumbe ndio shangazi yake. Halo, nani wewe? Kakata simu. Ule ndio kasirika zaidi, kwenda kushika mwanamke. Siku ya pili ule mwanamume zimempanda na pressure, akampata talaka ule. Na kimpa akampata talaka 3. Kwa nini mimi umeniambia ndio Tanga wewe na uko Kenya mpaka sasa? Ule aliposhika ile halo, akaona uko Kenya, basi kampata talaka. Ndio hatari ya simu. Ule mwingine Mombasa hapa, huko sehemu za Kilifi huku, muda sikia amona mke wake na yeye kwao ni Ganjoni kule. Usimke wangu mbona uko huku saa hizi? Akaisita, akampiga simu, halo, ule mwanamke, halo, uko wapi wewe? Kama niko nyumbani. Mwanamke huyo, uko nyumbani? Una hakika uko nyumbani? Mbona uniuliza namna hiyo? Kaambia manake nina wageni muhimu nitakuwaita nyumbani. Niko na hakika. Akaenda akamshika, hapa ndio nyumbani? Wajua, nilikuwa kama hapana, wangaliniambia wewe umetoka kwa nia mbaya. Akampata talaka. Katika aibu ya mobile sasa imekuwa rahisi sana kutongozana. Zamani kwa mwanamke utazunguka mwezi mzima nyumba humpati, watamani ya kusalimia, watamani umuone. Sasa mashallah mambo yuko hungia choni tu, mkazungumza yote, baba na mama kwa pale pale standani wameketi, nafuu yake utawilikana. Watu unyang'anya kwa sababu mobile. Utangia benki, umetoa pesa nyingi, ule ndani ya benki atapiga simu, jamaa leo fulani mzuri umetoka mzuri hapa, ukaenda mbele umevamiwa. Kwa sababu ukitoka pesa nyingi usisafirie na gari ile, mara upeleka pesa Watamu wewe, umekwenda kutoa benki 500,000 6,000, tahadhari kusafiri na gari ile. Penda kwa rafiki yako, badilisha gari ile, gari yote pale pale. Ukenda utavamiwa, na asabu kuvamia na wale watu kule wale benki kule. Bwana, kuna habari nzuri, na mimi nipate kitu fulani, wewe amechukua 500,000 hapa benki, gari namba kadha kadha. Ukenda mbele hapo kusikia msabaha, umevamiwa, umeshikwa. Ilikuwa namna gani? Haya yamepatikana. Mobile zina faida sana, zina madhara sana. Wewe Muislamu itumie kwa njia za faida, usitumie kwa njia ya madhara. Na katika swala siku zote nakwambia fungeni simu zenu jamani. Basi hatuelewi mpaka sasa kule msikiti, swala fungeni simu zenu. Mapia hiyo swala kwanza ni mpia, mtume hakunena fungeni simu zenu, madhhabi mapia hayo. Swala fungeni simu zenu. Na pamoja wote utasikia mtu tena. Nyingine ni muziki mibaya sana, muziki hizi tu hatari. Wakati mwingine mtu upatikana mtu mkubwa hapa, nakumbuka kiswa katika aghlabi ya kisa kilipatikana. Al-Habib Ali Badawi ni mtu alikipenda kusikiza habari, tabia yake. Unachoki radio chake kidogo, mwenye usikizia habari tu. Siku ile alipokwenda kulala alikisahau kifunga kile radio. Alipoinuka kitia fukoni, kaenda kaswalisha alfajiri Unguja, msikiti wa Ukutani kule Gofu. Meswalisha ile, ameanza alhamdulillah, kiredio tayari tan 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 Said Ali Badawi. Sasa kwa bahati mbaya ametoka na panya, ameingia ka nguo Said Ali Badawi. Said Ali kwa muziki huteza muziki na hatari hizi kama hizi. Said Ali Badawi
imam allamatu dunia, yeye amekuhuteza ndani ya swala kwa muziki. Basi tuomba uhadhari sana, ukiwa msikitini ifunge. Ama watu walioendelea kama sehemu za Dubai, misikiti maalumu, mpaka Burundi kuna chombo ndani ya msikiti, ukiingia simu yako ufungika tu. Burundi pia wametushinda wanayo. Ukiingia msikitini simu haifanyi kazi. Tuomba na msikiti yetu iweko namna, haina haja swala fungani simu zenu. Hii ni ibada mpya imezuka sasa. Basi hapa inshallah taala nitakoma, tutakutana usiku hiyo katika Lailatul Badri, na kesho inshallah tutakuwa Mambrui, kesho kutwa ndio khitamu yetu. Tutajaribu tena kuendelea mbele tarehe 19 Mombasa, 20 tutaendelea kadri tutakujalia. Maana 20 mimi nadhara kumuona daktari, ndio siku yangu ya kumuona. Kuna sindano moja rahisi sana 1054 tu kwenda kudungwa, rahisi sana. Nenda kadungwa, kisha niangalia afya yangu, nenda zangu Dar es Salaam, Unguja. Kitu pijanecho sana darasa ya Unguja. Hakuna darasa kubwa kama darasa ya Unguja. Leo kuna Sheikh Abdallah Bakathir. Sheikh Abdallah Bakathir babu yetu. Na katika ajabu, kizazi cha Bakathiri mwanamume mkubwa ni mimi sasa. Kwa shinda wale Bakathiri wenyewe. Wale Bakathiri wenyewe walikuwa sasa wote mimi wasomesha na nimewalea. Sasa mimi wameniomba nende kufunga darasa. Alikifunga ni Habali Badawi. Walikifunga ni kina Sheikh Ismail Alawi. Walikifunga ni ulama. Na ni darasa utaona wazee wameshikana tafsiri. Uko mwana ambaye mimi hudhuria darasa hili miaka 80. Hakukosekana. Kuhudhuria miaka 80 hakukosekana. Amekufa mwaka juzi tu. Basi darasa kama ile mihenda kwa sababu ya kutabaruku na Sheikh Abdallah Bakathiri, ambao Sheikh Abdallah Bakathiri sifa yake ni fupi. Abdallah Saleh Al-Farsi kitabu chake amesema hapajapatepo Unguja kujiliwa na wali mkubwa kuliko Sheikh Abdallah Bakathiri. Hapajapatepo Unguja kujiliwa na mwanachuoni mkubwa kuliko Said Ahmad bin Sumeti. Kwa sababu wali mkubwa Sheikh Abdallah Bakathiri, mwanachuoni mkubwa Said Ahmad bin Sumeti. Sheikh Abdallah Al-Farsi kitabu chake ile wanazuoni wa Afrika Mashariki, kile ni kitabu kina mengi ya faida, na ndio kitabu chake kizuri ambacho kwamba ameitunga na mengi. Ukipata utapata faida za tarikhi. Kwa sababu hiyo ndio maana siko maana yake tutakusafiri. Wengine wanambia bwana usafiri wewe. Jawabu mbili. Kufunga mtume tuambia sumu tafsihu, fungani mtapata afya. Na mimi hutafuta afya ndio nikafunga. Mtume tuambia safiru tasihu wa taghnamu, safirini mtapata afya, mtapata ghanima. Sasa mtume mara mbili umetuambia funga utapata afya, safiri utapata afya. Wewe unaambia sende mahala. Nipa hadithi yako na wewe. Basi inshallah Mungu atupe afya sote, atutengezee mambo yetu, atukundulie mwezi wetu wa Ramadhani. Sheikh Ramadhani atuaga sasa. Haya, kwaheri, ashuka sasa. Tunasha kupanda. Sheikh Ramadhani atakustarehesha, lakini una baraka. Watu wote ufuturu kama tuliambiwa yana katika darasa watamu. Kula mtu futuru ambazo kwamba hali maranti zitu 3 zine. Asubuhi wewe ni mkate wa mofa tu, ni bofulo kipande kimoja tu, lakini Ramadhani uteka na samaki, uteka na maui, uteka msute. Hapa Ramadhani hustarehe zaidi. Tutakula na mabembe, tutakula na madaku. Umeona baraka yake Sheikh Ramadhani na baraka zake. Na hunyoka ile mambo. Na ujalie matajiri hupenda kutoa zaka Ramadhani. Na kutoa zaka Ramadhani ni uzuri, lakini ni sharti ujue si mwezi wako ule. Ufanye hisabu mpaka mwezi wako kumeongezeka nini ukitole tena. Wewe ulipomiliki mali ni mfungo 4, toa zaka Ramadhani. Kisha ikiwa mfungo 4 ufanye tena hisabu. Ikiwa zimeongezeka utoe tena kingine. Ikiwa zikaongezeka basi umetosha. Na ikiwa zimepungua umepata thawabu zaidi. Sio utapunguza, kwa nimepungua ukapunguza, la, ikiongezeka lazima uongeze. Na ni uzuri kutanguliza zaka kwa maslaha. Mtume aliruhusu Sayyidina Abbas, kamruhusu Sayyidina Uthmani watanguliza zaka kwa maslaha. Na kutanguliza kwa maslaha Ramadhani ni bora. Lakini watu wamekuwa ni mwezi wa zaka. Utaona huzungukiwa na mabuibui, huzungukiwa na makandu. Kuna wengine kuna kandu ya zaka maalumu. Kandu ile ndio zaka tu, haina kazi nyingine. Basi nataka tuelewe haya mambo tunamezani na Ramadhani na baraka yake. Lakini baada ya Sheikh Ramadhani kuna bwana Idi.
Bwana Idi ndio apenda raha hapa ndakando pia na nini na yeye Bwana Idi yao sasa fuli na ingawa tumesaidiwa na Saudia tumeambiwa Idi ni tarehe 19 tu kwa kukata mwezi ushakuona kwa sababu ya 19 usiana haja kupanda masakafuni kupanda mibarani mwezi umeshakuonekana na wenye mato makali. Saudia hawaoni mwezi huu mwaka 23 hawajaliwa kuona mwezi. Tuwapenda tufuata lakini hawaoni wenyewe wamekubali na nazo karatasi zao hasa kwa wao hawaoni mwezi. Basi tufuateni ni hawa tu. Said Abdallah kazi yako majali yako haya. Utakalo tumalize. Mmefanya urefu kasidi mimi niko mmeatia nyinyi lakini na nyinyi mmepunguza. Inshallah naona pia tumepata mengi na sasa nikutaraji inshallah tudirikane usiku katika Masjid Riyadh inshallah Lailatul Badr na Said Ahmad nafikiri naye atutulie Fatiha na tuombe Mungu na kwa kwake watu wapata chochote. Tutastafidi pia kwake kwa kudua kwake na Fatiha kwake. Inshallah majlisi yetu yamekamilika na ustadhi Mwenyezi Mungu atambariki kheri kwa safari yake na juhudi yake na hizi siku zake japokuwa sitoziona ni hazitoshi lakini haina namna kuongezeka. Lakini kwa haya tuliyopata huo ni darasa kubwa kabisa kwa siku mbili hizi. Inshallah Mwenyezi Mungu atatufaidisha na yeye Mwenyezi Mungu atamsahilishia na sisi atujalie tuendelee na namna hii mpaka tumalize mwezi wetu mtukufu hunu wa Ramadhani na tuwe min al-maqbulin inshallah. Amin ya rabbal alamin.